Leo tunaingia babu nikah, mlango wa ndoa, wanaita fiqhul usra, fikhi ya usra, familia. Hii ni fikhi, lakini fikhi inahusu familia. Yaani hapa ndio mtu anapata mke na mke anapata mume, kisha wanapata watoto, wanapata wajukuu na kuendelea. Kwa hiyo inaitwa fiqhu al-usra, fikhi ya familia. Qala al-muallif rahimahullah wa rahimahullah jamia, anasema an-nikahu wajibun liman lam ya'man al-wuqua fi muharram. An-nikahu wajibun, kuoa kutakuwa lazima, kuoa kutakuwa lazima, liman lam ya'man, kwa yule ambaye hawezi kujizuia, alokuwa fi muharrami, kuangukia katika kitu kilichoharamishwa na Allah. Maana yake yule ambaye hawezi kujizuia na uaminifu na uzinifu, kuoa kwake kunakuwa ni wajibu. Lete tu hivyo, lete. Hii sisi ndio kampuni yetu, hicho naitangaza vizuri. Kwa hiyo narudia tena, shekhe anasema an-nikahu, kuoa, wajibun, kutakuwa ni lazima, liman, kwa mtu yeyote yule, lam ya'man, hawezi kujizuia, alokuu fi muharrami, kuangukia kwenye uchafu wa zinaa. Yaani mwanaume yoyote au mwanamke yoyote ambaye hawezi kujizuia na matamanio yake, kujizuia ambako kunaweza kukampelekea kwenye uzinifu, huyu ndoa kwake inakuwa ni lazima. Unaelewana jamani? An-nikahu wajibun, ndoa itakuwa ni lazima, liman, kwa mtu yoyote, lam ya'man, hawezi kujizuia na wala hapati amani, alokuwa fi muharramin, na kuangukia katika jambo lililoharamishwa ambayo ni uzinifu. Huyu kwake kuoa au kuolewa inakuwa ni lazima. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya ndoa. Yaani kuna watu ndoa kwao lazima. Mwenye sifa ya kwanza tuliyomtaja, mtu yoyote hawezi kujizuia na uzinifu, basi kuoa kwake yeye ni lazima, sio hiari. Anasema wa sunnatu, na itakuwa ni sunna kuoa, liman, kwa mtu yoyote yule, ya amanul uqua, yeye anaweza kujizuia, fi muharramin, kuangukia kwenye uzinifu. Mtu yoyote yule ambaye yeye anaweza kujizuia na kwenda kwenye uzinifu, yani pawa hiyo anayo, huyu kuoa kwake ni sunna, sio lazima. Yule wa kwanza hawezi kujizuia, ni lazima. Huyu wa pili anaweza kujizuia, kuoa kwake ni sunna, sio lazima. Anasema wakana qadiran ala almahari, akawa anaweza kulipa mahari, wanafakati, na kutoa matumizi,
ya kumlisha huyo mke anayetaka kumwoa. Huyu sasa kwake itakuwa ni sunna kuoa. Kwa hiyo kuna mtu ni wajibu kwake kuoa lazima, na kuna mtu ni sunna kwake kuoa sio lazima. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Wa ankihul ayama minkum, waozesheni wasiokuwa na waume miongoni mwenu, wassalihina min ibadikum, na wema katika watumwa wenu. Sawa? Al-aima mjane, ibadikum mtumwa mwanaume, wa imaikum na mtumwa mwanamke. Mwenyezi Mungu anasema waozesheni wajane, waozesheni wazuri katika watumwa wenu wa kiume, na waozesheni vile vile watumwa wenu wa kike. Kwa hiyo hii aya inatuonyesha kwamba kuoa na kuozesha ni ruhusa. Mwenyezi Mungu anatoa ruhusa. Makuraishi walikuwa wanaona ubakhili kuwaozesha watumwa, yaani mtu ana watumwa wawili, watatu, wanne, wanawake na wanaume, lakini anawaacha hivyo hivyo. Mwanaume amuozeshi wala mwanamke amuozeshi. Nini wanachokimbia? Wanakimbia gharama, kwamba hawa watumwa wawili mimi nikiwaozesha wakizaa, yule mtoto anakuwa gharama ya huyu bwana mkubwa. Maana wale si watumwa, na mtoto anayezaliwa vile vile anakuwa mtumwa. Maana inabidi wewe uhudumie baba, mama na nani na mtoto. Sasa walikuwa Makuraishi wanakimbia hilo. Kwa hiyo Mtume Allah tabaraka wa taala akashusha mwongozo, wa ankihul ayama minkum, waozesheni. Ayama ni mwanaume au mwanamke asiyekuwa na mume. Sasa ni mjane, hao ameshawahi kuoa, ameshawahi kuolewa, lakini huyu si mtumwa. Wassalihina min ibadikum, na wema katika watumwa zenu wa kiume, wa imaikum, na wema katika watumwa wenu wa kike. Waozesheni. Kama ni mtumwa wa kike aozeshwe mtumwa kwa mtumwa, mtumwa mwanaume amuoe mtumwa mwanamke, hakuna neno. Waozesheni hawa. Waqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume naye akasema, man istataa minkumul baata, atakayeweza miongoni mwenu gharama, falyatazawaj, na aoe, fa innahu aghaddu lilbasar, kwa sababu kuoa kuna yainamisha macho chini. Manake ukiona ukitamani mke unaye kule nyumbani, sio sawa sana mtu ambaye hajaoa. Akiona akitamani anataka afuatishe sasa, lakini atakayeoa akitazama, basi ndoa itamfanya macho yake yatazame chini. Wa ahsanu lilfarj, na kuoa kuna ihifadhi tupu. Neno farj linakusanya tupu, utupu wa mwanaume au mwanamke. Waman lam yastati,
na mtu ambaye hawezi, hana gharama za kuoa, fa alaihi bisawmi, basi ajilazimishe kufunga. Kwa hiyo na hadithi hii inaonyesha msisitizo wa mtu kuoa. Man istataa minkumul baata, atakayeweza miongoni mwenu gharama za kuoa na kulisha, falyatazawaj, na aoe. Fa innahu aghaddu lilbasar, kwa sababu huko kuoa utamfanya macho yake yainame chini, hata rukaruka. Wa ahsanu lilfarji, na kutamhifadhia utupu wake huko kuoa. Wa man lam yastati, ama mtu ambaye hana gharama za kuoa, fa alaihi bisawm, basi yeye ili asiangukie pahala pabovu, basi ajilazimishe kufunga. Kwa hiyo aya na hadithi zote mbili zinatoa mwongozo na ruhusa ya kuoa.